Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Februari 24, siku ya Jumanne. Mada inasema mpango wa Mungu wa milele. Soma Wakolosai sura ile ya kwanza aya 24 na 25. Paulo anasema nini kuhusu mateso yake kwa ajili ya Kristo? Ingawa Paulo aliandika waraka kwa Wakolosai akiwa chini ya kifungo cha nyumbani huko Rumi, pengine mateso yake makubwa zaidi yalitokana na kutokuwa huru kufanya kazi kwa bidii toka eneo moja hadi lingine na nyumba kwa nyumba kama alivyofanya hapo awali. Matendo 20:20. Mateso haya au taabu ambayo Kristo alionya mapema dhidi yake, Mathayo 24:9, Yohana 16:33, si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu, Warumi 8:18. Huu ndio mtazamo mkubwa zaidi. Kama vile Paulo alivyowaandikia Wakristo wa Filipi, hivyo sasa kwa Wakolosai anafurahia mateso yake ambayo ni kwa faida yao, Wakolosai 1:24. Paulo anaweza kuwa gerezani lakini neno la Mungu halifungwi, Timotheo wa pili 2 aya 9. Paulo alipokuwa katika kifungo hiki, nyaraka kwa Wafilipi, Waefeso na Filemoni pia ziliandikwa. Baada ya kuachiliwa kwake, Mungu alimvuvia kuandika ushauri muhimu unaopatikana katika Timotheo wa kwanza na Tito. Kisha wakati wa kifungo chake cha mwisho katika gereza la Rumi, aliandika Timotheo wa pili. Kwa ufupi, miaka hii ya mwisho ilimpa Paulo fursa ya kuandika sehemu kubwa ya Agano Jipya ambayo mkini ilijumuisha Waebrania. Mpango wa Mungu wa milele uliona kabla haya yote na zaidi. Neno la Kiyunani analotumia Paulo katika Kolosai 1:25 kwa ujumla linatafsiriwa uwakili, ni oikonomia, likitumiwa kwa namna yenye mipaka, kama kwa mfano katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza aya 4 linarejelea njia ya Mungu ya kupangilia mambo. Hiyo ingejumuisha utume wa Paulo, lakini katika maana pana zaidi linajumuisha yote aliyotoa Mungu katika mpango wa wokovu. Huduma ya Paulo, mitume wengine na hata manabii wa Agano la Kale, Waefeso 2:20, Waefeso 3:5, ikiwa ni pamoja na Musa, walikusudiwa kutimiza neno la Mungu, Wakolosai 1:25, yote yakihusiana na mpango huu wa kiungu. Ingawa tutaichunguza kwa karibu zaidi mada hii katika somo la kesho, ni vyema katika hatua hii kuona kwamba Paulo alitambua huduma yake kama sehemu moja ndogo tu ya mpango wa kiungu mkubwa zaidi wa muda mrefu ulioanza kutekelezwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mathayo 13:35, Waefeso 1:4. Fikiria juu ya maisha yako mwenyewe. Maamuzi unayofanya, makubwa na madogo, yanawezaje kupatana na mpango mkubwa wa Mungu? Je, tunaweza kujua kwa kweli kama uamuzi kwa kweli ni mdogo? Unawezaje kuwa na migawanyiko mikubwa zaidi itakayoonekana baadaye tu? Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.